Na tunaanza na madhabahu. Na kabla sijakaribisha madhabahu, aliyekuwa wa kwanza kukaribisha ni yule ambaye alifia kanisa ni nani? Yesu Kristo. Ndio tutasimama na kupiga mikono tukaribishe Yesu kwenye. Ndio tunashukuru sana. Tunamkaribisha baba yetu Dwaye wa Mabili. Baba, karibu kwa pamoja na sisi kwenye mkutano huu. Tunamkaribisha Reverend Pastor Lukeka Masida kutoka Kamituga. Yule ambapo amemsindikiza anaweza simama watu wawili. Tunamkaribisha Reverend Pastor Kusoleo Mikalano Kizo. Tunamkaribisha Evangeliste toka Kiziba, anaweza simama. Tunamkaribisha Pastor Patrick Mayani kutoka kanisa letu la Lufungi, karibu kwa pamoja na sisi. Na wote ambao wamemsindikiza tunamkaribisha mchungaji Kibambazi kutoka Lufungi pia.
sana simama. Bwana wa kazi, tunataka tukuone ukisema ndani ya chombo chako. Acha malaika wa Injili azunguke kwenye madhabahu na kumtumia kwa faida ya hizi roho. Amen. Bwana, teme yetu ya siku leo inapatikana katika kitabu cha Mathayo sura 16 mstari wa 13 hadi 12. Neno la Mungu ambapo Mathayo ameandika linasema hivi: basi wakati Yesu alipokuja pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akisema, watu wanasema mwana wa watu ni nani? Wakasema, wengine wanasema Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia, mmoja wa nabii. Akawaambia, lakini ninyi mnasema mimi ni nani? Simoni Petro akajibu na kusema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akawaambia, heri wewe Simoni wa Yona, kwa kuwa mwili na damu hazikukufunulia neno hili, lakini Baba yangu aliye mbinguni. Nami ninakwambia wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya Hades halitalishinda. Nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu, na lolote utakalolifunga duniani litafunguliwa mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani litafungwa mbinguni. Alafu akamwamuru wanafunzi wasimwambie mtu. Wasimwambie mtu ya kama yeye ni Kristo. Amen. Ndiyo, ninaambia mweko na mtoto mwenziwe anaweza kumpana kusudi ya kutukuleta fujo. Hapa tunakuwa na seminari. Seminari sio kuhubiri, lakini ni kufundisha. Kwa majina ninaitwa mchungaji Mkobela Paul. Ninaongoza kanisa la Miepi Betsaida la Voix. Na siku ya leo ni siku ya tatu ambapo mkutano wetu unaendelea. Na siku ya kwanza tulipoanza tulikuwa na teme inasema tutembee kwa uwezo tulio nao. Jana tulizungumza juu ya Nehemia. Ni kusikia huruma juu ya mabomoko ya mji wao, kama vile sisi nasi tusikilie huruma huduma ya DAP kwa kipindi kiliyopita ambapo kilisababisha kutaka kuharibu huduma hii. Bwana asifiwe. Amen. Na leo hii ingawaje yale yote yamefanyika, lakini neno letu ambapo tutakapozungumza kwa siku ya leo ni mambo yanayofanana kanisa la Bwana kushindwa. Tutajaribu kuzungumza pale ambapo Roho atatuwezesha, kwa maana muda wetu ni fupi. Inaweza kamata hata mwezi mzima, lakini pale ambapo tutaishia ni pale tutaishia, lakini nitakamata yale ambapo yanakuwa ya lazima kwa kuweza kutusaidia. Na hapa neno la Mungu linasema hivi: Yesu Kristo mwana wa Mungu alipokuwa akienda Kaisaria ya Filipi, watu wakaanza kuzungumza, wakaanza kusema, huyu ni nani? Bwana asifiwe. Amen. Kama vile watumishi wengi wanaita watumishi, lakini hawajue Yesu na mamlaka yake, hawajue Yesu na uweza yake.
Alikuwa na nani? Alikuwa na wanafunzi wake. Wamoja wakasema kama yeye ndiyo Yohana, wengine wakasema kama yeye ni Yeremia, wengine wakasema kama yeye ni mkuu wa manabii. Na wewe ninakwambia kwa siku ya leo, yule Yesu unamjua kwa uwezo gani katika maisha yako? Na wakati waliuliza maulizo hii, Yesu mwenyewe akaambia wanafunzi wake, sasa mnasikia kisoko ananiuliza kule, sasa na nyie ambapo tunatembea pamoja na mnaona kazi niko nafanya, mnaniita sasa mimi ni nani? Bwana asifiwe. Amen. Katikati ya wanafunzi wa Yesu hakuwa huyu Petro, ambapo yeye ni Simoni mwana wa Yona. Akasema kama wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Amen. Yesu akasema ya kuwa kadiri ninakujua wewe Petro, hii jibu wewe unalipaswa kujua, lakini aliyekufunulia jibu hii, mwili na damu hawezi kufunulia jibu hii, lakini najua aliyekufunulia jibu hii ni Baba aliye juu mbinguni. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kitakayeweza kutushinda kama tunakuwa na Kristo ndani yetu. Akiwa ndani yetu, kila chochote tutakapokutana nacho ni lazima atatufungulia siri, kwa maana anasema ya kuwa hawezi ficha siri, kila mara anafumbua siri zote kwa wale watakatifu wake. Epidemia ziko, lakini alifungulia watakatifu sema kama utakuwa epidemia ambapo itaangamiza watu. Na hapa akamwambia ya kuwa aliyekwambia vile ni Baba yangu aliyekwambia vile. Na akasema juu yako wewe Petro, juu yako wewe Petro nitalijenga kanisa. Na hapa kuna kwa tofauti katikati ya sisi Wapentekoste na Wakatoliki. Wakatoliki wanawazia kama ni juu ya Petro mwanadamu ndio kanisa litajengwa, lakini kanisa litajengwa juu ya nguvu za Roho zinazokuwa ndani ya Petro. Ni juu ya zile nguvu ndio kanisa litajengwa. Kwa maana Petro ni mwanadamu kama vile wewe, na Petro alikuwa na makosa ambapo inga aliacha juu yake kanisa lijengwe. Na ninapenda hili makosa upate kujua, kwa maana tuko katika majifunzo. Hii makosa, Petro alikuwa na makosa 7 ambapo inga aliacha kanisa lijengwe juu yake. Kosa la kwanza, Petro alipenda madaraka. Bwana asifiwe. Amen. Kwa andika itawasaidia wakati mtakapo wachungaji wetu mwandike. Kosa la kwanza la Petro ambapo ainga aliacha kanisa lijengwe juu yake, Petro alipenda madaraka. Yesu mwenyewe anasema ya kuwa ukipenda kuwa mkubwa uwe mtumwa wa wengine. Lakini Petro angelitika kama hili neno kama na hili. Neno la pili, Petro alipenda kusema haraka. Kila mara wale wanapenda kusema ni kaka wa mwongo. Na Petro alipenda kusema. Petro alikuwa mtu ambapo alikuwa na siri, na mkristo mchungaji hapaswi kuwa mtu wa kusema siri. Siri inapaswa kufichwa. Ukifichua siri ya baraza unastahili kutengwa. Petro alikuwa mtu hakuwa na tungesema kusema. Ya tatu, Yesu alitembea na asili yake. Petro alikuwa wa kabila wanaita kabila la Kiesinia, ambapo wale asili yao ni kutembea na visu. Alitembea na Yesu, lakini hakujua kama Yesu anaweza kumdefend, kama Yesu anaweza kumtendea, anaweza kumchunga. Alitembea na Yesu, lakini alikuwa na siri yake. Na Wakristo wengi kwa siku za leo, anaweza kuwa mtumishi, anaweza kuwa Mkristo, lakini anakuwa na siri inayoangamiza maisha yake. Na ni wale kwako siku ya mwisho, wenzako watanyakuliwa na kumlaki wana hewani na wote wakia.
Pointi ya 4, Petro alikuwa mwoga. Alikuwa mwoga. Wakati ukisoma hapa, tunakimbia juu ya muda. Katika kitabu cha Marko 14 mstari wa 66 utaona maana ile uoga yake pale. Petro alikuwa mwongo. Watumishi wa Bwana, tuzikaze sana kutokuwa nasema uongo, kwa maana inabidi tumwige Kristo, yule ambaye aliyetufia kwenye msalaba, yule Kristo tunayeshuhudia, inabidi tumfanane. Tusingelikuwa watumishi wa kusema sema uongo. 6, Petro alikuwa mtu wa kurudilia. Alikuwa mtu wa kurudilia mabaya. Alirudilia tabia zake za zamani kila wakati. Ukisoma pale katika kitabu cha Yohana 11:1-2 utaona ile kurudilia yake pale. Na kwa mwisho, Petro hakukuwa na haya. Mtumishi wa Mungu inabidi kuwa na haya. Bila una haya, wewe ni kama vile nyama. Petro katikati ya watoto wale walikuwa pale wa Yakobo, wako nafua samaki. Yeye ambapo anasimamia kikundi kwa nafua samaki uchi. Petro alikuwa na haya. Na kupitia haya mambo kama na haya, haiwezi hata kanisa linajengwa juu ya Petro. Petro ni mwanadamu kama vile wewe, lakini kanisa lilijengwa kupitia sauti ya Mungu ambayo ilikuwa ndani ya Petro. Kweli hata kanisa, Bwana anasema kama kanisa litajengwa juu yake. Na hapa tunaendelea tu pale. Neno la Mungu linasema ya kuwa misingi ya kuzimu haitalishinda kanisa lako. Biblia inasema kama misingi ya Hadesi. Hadesi ni kuzimu. Hadesi mkirikiriki inaitwa Sheoli. Na hii Hadesi ilikuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ya mkono wa kushoto ilikuwa mahali ambapo wale wasiomjua Kristo walipokufa zamani walikuwa wanachungwa pale. Sehemu ya kuume ni mahali ambapo watakatifu walikufa katika Kristo walikuwa wanachungwa pale. Wanachunga nini? Wanachunga kuja kwa Yesu Kristo. Wanabii wa kale walikufa ili walijua kama kutazaliwa mkombozi atakayetuokoa sisi, atakayetukomboa kwa nguvu hizi za Hadesi, kwa nguvu za shetani. Somo letu na hapa sasa, somo letu linasimama kusema kama mambo yanayofanana kanisa kushindwa, maneno yanayofanana kanisa kushindwa. Lakini Bwana wa kanisa anatuambia kwa siku ya leo, misingi ya Hadesi, misingi ya kuzimu haitalishinda kanisa lake. Atalifanya nini? Na kama tebike nitazitaisha, tutaanza kutafsiri moja kwa moja. Mambo yanayofanana kanisa kushindwa. Ya kwanza, ndani ya kanisa kwa siku za leo umekwisha kujaa unafiki. Andika unafiki. Unafiki italishinda kanisa la Bwana. Neno la pili, kujimimi kanisa kwa siku za leo. Watu wanaanza kujimimi ndani ya kanisa, lakini ujue kama kujimimi yako haitaacha kanisa la Bwana linashindwa. Kanisa litashuhudia Kristo na kanisa litamtumikia Kristo hata siku barabara itakapolia. Neno la tatu, umaskini. Ingawaje umaskini uko ndani ya kanisa, lakini tutatembea kwa uwezo tulio nao. Tutatembea kwa uwezo tulio nao. Pointi ya tatu hivi. Ya tatu ya nne. Pointi ya nne. Kanisa kwa siku za leo, kanisa limekwisha kuchanganyikiwa. Kanisa limekwisha kutekwa mateka na falme za giza. Kanisa limekwisha kupungukiwa na upendo. Hata upendo unatoka unaisha ndani ya
lakini ya kuzimu haitalishinda kanisa la Kristo. Ndio uweze upendo na kupunguka. Pointi ya 4. Pointi ya 5. Jana tulizungumza hapa juu ya wachungaji na huduma na misio. Tulisema kama tulisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 2 hadi 3. Tulisema pale Bwana akasema munitilie kando Paulo na Barnaba, ambapo wanaishi vifungo na maombi. Kanisa kupungukiwa vifungo na maombi haitaacha kanisa kushindwa. Kanisa litakuwa pale tu, kwa maana kunakuwa wale ambao wanashika sheria ya kuomba Mungu usiku na mchana na wanaingia katika vifungo. Ikiwa ni wewe ni mdhaifu, lakini kuna wale ambao unaweza kumdharau ndani ya kanisa, lakini yeye anaishi vifungo na anaishi maombi. Ile ni pointi ya 5. Kanisa siku za leo, kanisa limekwisha kuchanganyikiwa. Watu wa giza wanajifiltre ndani ya kanisa na tanda tabiri, lakini yeye ni falme za giza anafanya kazi ndani yake. Na Bwana anatuambia kuwa ingawaje watu wa giza wanakuwa ndani ya kanisa na kujigeuza watu wa nuru, hawatalishinda kanisa la Mungu hata siku moja. Watu wa giza kujigeuza kuwa malaika wa nuru na kukaa pamoja nasi, hata wanakaa ndani katikati yetu. Tunakujua kama yule Roho wa Mungu, yule Roho Mtakatifu, yule Bwana wa kanisa, hata kanisa lake livamiwe na nguvu za kigeni, ni sheti zile siri zitafungulika tu. Ile ni pointi ya 6. Pointi ya 7. Kanisa kwa siku za leo, na tuko na mfano kwanza hapa. Tunakuwa na makanisa jirani, lakini unaweza kualika hawatafika. Na hili linakuwa moja wapo ambapo wanawazia kama hizi kanisa hizi ni hizi hazina Mungu, au wanajiwazia kuwa na Mungu, lakini Bwana anatuambia kuna bibi makanisa zipate kushirikiana, kwa maana yule tunayemtumikia ni Kristo aliyekufia kwenye msalaba, lakini sisi tunaendelea kumkagua. Na ingawaje tunaweza kumwagua, lakini anatuambia ya kuwa kwa siku ya leo nguvu za giza hazitalishinda kanisa lake hata tufanye ushirika wa makanisa. Pointi ya 8. Kanisa kwa siku za leo zinaanza kuiga dunia, lakini Bwana anasema ya kuwa neno lake tangia mwanzo hadi Ufunuo aliyawahi kubadilika. Kwa nini tunaanza kubadili dunia? Kwa nini tunaanza kubadili hii maneno yake? Tunaanza kuiga dunia. Anatuambia ya kuwa adui anayefurahia dunia ni adui wake. Bwana asifiwe. Kuiga mambo ya dunia, modernism. Bwana anafuraha na mambo kama hivi. Ingawaje modernism iko, lakini haitalishinda kanisa la Mungu. Tunakamata pointi ya 9. Kanisa kwa siku za leo. Mchungaji mwalianza siku ya kwanza hapa alisema juu ya kutuhudumia watumishi wa Mungu. Wakristo kwa siku za leo anawazia kama akihudumia mchungaji malaka na muinisha, maana nienda na mtia kumaisha. Na ingawaje unaweza kuwa na roho kama na ile, ujue kama ile roho yako haitaacha kazi ya Mungu isiendelee. Haitaacha nguvu za kuzimu na kwa ndani yako kusudi kanisa isiendelee. Mtumishi wa Mungu ataendelea kuishi tu na ataendelea kutenda yaliyo mema na kutukuza Mungu siku na mchana na kuhubiri neno la Mungu na watu waamini na wapate kuokolewa. Na pointi ya 10, maneno mabaya yanayotoka ndani ya kinywa chako wewe. Ndani ya vinywa vitu vinatoka maneno mabaya sana ya kupenda kuharibu kazi ya Mungu. Lakini nakwambia ingawaje unakuwa na maneno ya sumu kama vile ya nyoka,
Lakini ule maneno yako haitaacha kanisa la Mungu linarudi nyuma. Haitaacha kanisa la Mungu linakosa kushuhudia Kristo. Hilo nayo anena ni yako mwenyewe, lakini kuna kwa wale ambapo wananena maneno mazuri na baraka ya Kristo ambapo anaendelea kuwatendea. Ni zile pointi 10 ambapo tutaanza sasa. Ya kwanza, tutaanza neno la kwanza ndani ya kanisa kwa siku za leo. Unakuwa unafiki, tunatafuta mwandishi mwema, msomaji mzuri aanze kutusomea unafiki ndani ya kanisa. Tusomee katika kitabu cha Luka 13 mstari wa 10 hadi 17. Tuwe haraka. Kitabu cha Luka 13 10 hadi 17. Tasimama tafadhali. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi. Tusikilize wa ndugu. Tulishasimama leo tukala chini sasa. Soma katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Soma tu. Ndio. 13:17. Ndio. Soma. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi. Basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye na uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18, hii haikupasa funguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Aliposema haya, wakatayarika wote walioshindana naye. Mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Kisha alisema, ufalme wa Mungu umefanana na nini? Nami nifananishe na nini? Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Hapa neno letu la kwanza ni unafiki. Naona habari hapa. Hapa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ilifika siku ya Sabato ambapo kulikuwa mama mmoja miaka 18 amekunjama na magonjwa ya pepo. Inamkunja mgongo, anyoroka hata mara moja. Lakini neema ya mama, wakati Yesu alikuwa akipita, akamsikilia huruma. Yesu akamuita, akamwombea, akapona. Bwana sifiwe. Alipopona huyu mama, hawa Wafarisayo wakahuzunika sana, wakaanza kusema wiki moja inakuwa na siku 7, na hizi siku 6 ni siku ambapo inabidi kazi kama hizi ifanyike. Kwa nini Yesu anaweza ponya mtu siku ya Sabato? Lakini Yesu aliwaambia ya kuwa katikati yenu nyinyi kisi mko pale, nani mwenye anaweza kukaa siku ya Sabato aliko na ng'ombe yake au mbuzi yake, anaweza kosa kwenda kupeleka kumajani kusudi ikule wale kunywe maji? Hapo ndugu, marafiki, ni watu wabaya sana ndani ya kanisa. Yeye aliona kama Yesu anafanya vibaya, lakini yule mama ambapo amepona ameona kama Yesu
amemtendea mazuri, amemtendea mema, amemponya muda wa miaka 18 kwa mateso. Na baada ya pale, wakati Wafarisayo walianza kusema maneno kama na hii, Biblia inasema ya kuwa watu wakaanza bishana nao Wafarisayo, na kwa mwisho wakaona kama maneno ya Mfarisayo haina maana, kwa maana jamaa ya huyo ambapo alipona ilifurahia kwanza kupona ya mtoto wao. Na ndani ya kanisa kwa siku za leo, kanisa zinajaa wa marafiki. Utawaza kama tuko naenda pamoja, lakini tuende pamoja. Mtakamata mpango fulani ndani ya baraza, lakini haiko pale. Kazi yake ni kupinga. Lakini ujue kama wewe mnafiki ndani ya kanisa, juu yako itaanza misingi ya kuzimu yalimu kanisa. Kanisa la Mungu litaendelea mbele. Wanafananishwa na nini? Wanafananishwa soko mtu. Soko mtu aendake mbele anarudia tu ndio nyuma. Mtazungumza peko anarudia nyuma tukusudi mambo yaribike. Na siku za leo watu wengi wanajaa ndani ya kanisa. Watu wengi wanajaa ndani ya baraza. Mtakwenda mpango fulani kaza kilikupinga tu. Na hili linatokana na nini? Na kupungukiwa na imani. Tunatia ndani ya baraza wengi ambapo mifubara imani. Na ni wale wanaendelea kutabisha kanisa za Mungu. Lakini nipende na Mungu nakwambia kwa siku ya leo, unafiki yako itaacha kanisa la Mungu lishinde. Kanisa la Mungu litaendelea kusonga mbele tu. Hii ni onyo kwa watumishi wa Mungu. Hii ni onyo kwa Wakristo. Mkristo wa miebi, unafiki yako itaacha kanisa kushindwa. Haitaacha misingi ya kuzimu kushinda kanisa la Mungu. Aliyefia kanisa ni Kristo mwenyewe, na ni yeye anaendelea kudumia kanisa lake. Ingawaje machafuko inaweza kuwa mingi, ingawaje wanafika kuwa wengi, lakini kanisa litadumu tu milele na milele. Fanya mbino yako, lakini ujue kanisa litasimama pale tu. Ikiwa ni mmoja atashuhudia Kristo, na Kristo atatukuzwa tu. Hawa wanafiki wanafananishwa na kaburi yenye kupakwa pemba. Ukiona bana sema kweli Mungu alifika mbinguni, lakini ni mifupa ya kuoza tu, ambapo siku ya barabara haitafufuka. Na nione kwetu sisi wa Kristo, tusingejifananisha na wanafiki ndani ya kanisa. Ikiwa mguu ya Mungu ndani ya kanisa, endelea mbele kusudi uchunge siku barabara itakapolia, upate kunyakuliwa na kushiriki kwenye meza takatifu pamoja na Kristo. Wanafiki kwa siku za magharibi wanatesa makanisa. Ole kwako wewe. Ole kwako unatesa kanisa kwa siku za leo. Mchungaji moyo aombe ili pepo wanafiki toke ndani ya komunita miepi. Mchungaji moyo aombe. Baba mtakatifu, Mungu wa haki zote, Jehova ndiwe mzuri na mkuu tena uko mwema. Ni muda mzuri tunakuwa na wa kupinga pepo ya unafiki. Katika jina la Yesu Kristo, pepo ya unafiki ndani ya miepi Bethsaida ipate kukoma mahali pote duniani, kuonekane kwenye makanisa zetu zote za Bethsaida miepi. Katika jina la mbinguni. Amen. Amen. Ndio tunakamata pointi ya pili, ujimimi. Msomaji mzuri asome katika kitabu cha Mathayo 22:28. Kitabu cha Mathayo itasoma mwenyewe basi, kwa maana mimi nasoma nachelewa. Kitabu cha Mathayo 20:28 nasema hivi: kama vile mwana wa watu asivyokuja kutumikiwa, lakini kutumikia. Tafadhali iko pale. Kitabu cha Mathayo 22:28. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hao wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywa kikombe nitakachonyea mimi?
Wakamwambia, twaweza. Akawaambia, hakika hamtakinywa kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Na wale 10 waliposikia walikasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu nawe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu nawe mtumwa wenu, kama vile Mwana wa Adamu alivyokuja kutumikiwa. Yule ndugu yako anapenda mtie kushoto na wengine mtie kuume, na japokuwa astahili. Na Yesu akamwambia ya kuwa mimi kikombe nitakachokikunyia mimi hawawezi kukiweza, na mimi sina mamlaka, sina uwezo. Mambo yote ninayoyafanya niko komande na Baba aliye juu mbinguni. Akamwambia ya kuwa, hii nasema hapa ya kuwa wakati wanafunzi wengine 10 waliposikia vile wakaanza kuhuzunika. Na ndani ya kanisa pia wakati kunafanyika mainjustice watu wananungunikaka tu. Lakini Yesu akasema ya kuwa wakuu wa dunia hii wako wanafanya mambo kama ile, lakini hamtasema lolote. Yesu akasema ya kuwa kikombe hiki ninatakachokunyia mimi hawatakiweza. Ninasimama hapa juu ya kikombe. Bwana asifiwe. Amen. Hii ndio mokre hapo ninasimama, hiyo kikombe nitakachokikunyia mimi hawawezi kukiweza. Anasema tena ya kuwa ukipenda kuwa mkubwa uwe mtumwa wa wengine. Ufalme wangu mimi sio ufalme wa kujitumikia mwenyewe, lakini wa kutumikia wengine. Napenda nikwambie sasa, hii kikombe ambapo amesema hawawezi kuweza kukikunyia ni nini? Hii kikombe hii inakuwa na mambo 5. Bwana asifiwe. Hapa hii kikombe inakuwa na hii mateso ambapo Yesu atakayoyapitia kwenye msalaba, kuvalishiwa taji ya miiba kwenye kichwa chake, damu ikatiririka. Yohana hawezi weza, wale Yakobo hawezi weza. Neno la pili ambapo linakuwa ndani ya kikombe ni kupigiliwa misumari kwenye vitanga vile mikono. Yakobo hawezi weza, na Petro na Yohana hawezi weza kumpiga misumari kwenye miguu. Hao wawili hawezi vumilia, lakini Yesu mwenyewe alivumilia, kwa maana alikuwa na shabaha ya kukuokoa wewe na mimi kusudi tupate kuingia katika ufalme wake. Pointi ya 4 ni kupigwa mkuki mbavuni. Alipopigwa mkuki mbavuni, maji na damu ikatiririka. Kilichoshuka cha kwanza ni nini? Ni maji. Nilishangaza Luka sana kama vile daktari. Hayawezekana kama mtu kupigwa mkuki maji ndio yanatiririka. Maana ya damu kushuka ni pale ambapo kanisa limezaliwa. Mama mbele ya kuzaa mtoto ni maji na shuka ambapo inakuwa na uzima. Na ni pale kanisa limezaliwa. Ile maji inaonyesha uzima wa milele. Damu ambapo imetiririka pale ni msamaha wa makosa yetu, na kupigwa fimbo mwili wote mzima. Napenda ujue ile mtumishi wa Mungu, tusingelikuwa ndani ya shamba ya kuhubiri neno la Mungu, tukali bila kujua maana ya hii kuvalishiwa taji ya miiba kwenye kichwa chake. Taji ya miiba kuvalishiwa juu ya kichwa cha Yesu. Damu ilipotiririka kwenye kichwa ya Yesu ilikuwa ni kusafisha akili zetu. Tusingeliwaza maneno maovu mabaya, bali tuwaze maneno ya kujenga, ya kuonya na kushauri watu wakati kujitenga na maovu. Kanisa la Mungu siku za leo, Yesu akuvaa hii taji ya miiba kwa bure, ilikuwa na shabaha ya kusafisha akili yako. Walipompiga misumari kwenye vitanga vile mikono,
kanisa ya Kristo imekwisha kuharibika na kupana sumu. Hautatumia kinywa kupana sumu, lakini utatumia mikono yako. Damu ya Yesu ilitiririka kwenye mikono kusudi ya kusafisha mabaya yote. Usingelitumia kisu kwa kuwa mwingine, usingelitumia damu, usingelitumia sumu kwa mwingine, wala usingelitumia ubaya wote na mikono yako. Damu ya Yesu ilibidi isafishe mikono ya watakatifu. Amen. Amina. Hii miguu hii, ikiwa damu imeshuka kwenye miguu yako Mkristo, mtumishi wa Mungu mwenzangu, iwe miguu ya kutembelea nyumba za matanga, nyumba za wagonjwa, kuhubiri habari njema. Miguu yetu singekuwa kutembelea nyumba za makahawa na kwenda kwenye milao ya pombe. Damu ya Yesu ilibidi safisha. Na tunaenda sasa, wakati walipompiga mkuki bavuni, ubavu ya Yesu kufutia maji, kufutia damu. Kanisa kwa siku za leo imezaliwa pale kubavu ya Yesu Kristo. Sisi tunakuwa Pentekostisti, tumezaliwa siku ya Pentekosti, lakini ni pale makanisa zimezaliwa ndani ya ubavu ya Yesu Kristo. Damu ilipotiririka ni juu ya wokovu wako na mimi na ulimwengu wote mzima. Lakini watu wanakataa wokovu. Lakini Yesu ikiwa damu yake ilitiririka, ni kusudi ulimwengu wote uokolewe kupitia damu yake. Ile maji ilitiririka pale. Ndani ya Yesu Kristo unakuwa uzima wa milele. Lakini watu wanaingia katika mambo mengi yanasababisha kifo ya milele ambapo watafufuka siku ya ufufuko. Lakini nakwambia ya kuwa kupitia damu ya Yesu ilipotiririka kwenye ubavu, ilileta wokovu wetu, ilileta sisi kuitwa wana wa Mungu kupitia wokovu ambapo tumeipata. Walipompiga fimbo katika mwili wote mzima, damu ilitiririka ni kusudi ya kusafisha miili yetu. Miili yetu sio ya kuchezesha na ukahaba na mambo yasiyofaa, lakini miili yetu ni miili mitakatifu ambapo imetakaswa kupitia damu ya Yesu Kristo. Ile tunasema pale vile kujimimi, na tunasema hii kujimimi kwa siku za leo inaacha kazi ya Mungu inaharibika. Yesu mwenyewe anasema pale kwa Matendo ya Mitume 13:2-3, munitengee hao ambapo wanaofunga na kuomba, ambapo wanastahili, wamejaza na Roho Mtakatifu kisha kubarikiwa, na aliwatuma kwenda kuhubiri habari njema. Lakini sisi siku za leo tunachagua tuko na kisi tumezaliwa na ile inaharibisha kazi ya Mungu. Ole kwetu kwa wakati wa magharibi. Ole kwetu kujimimi, kukamata nafasi ambapo sitaki kutia ndugu yako na mtia pale. Ni ole kwetu sisi. Mungu aturumie. Mzee mmoja aombe kitabu kama ile singelifanyika mimi ile kujimimi. Mzee mmoja asimame aombe Mungu akemele pepo ya kujimimi. Mungu Baba yetu, katika uwezo wa jina lako Yesu Kristo, tuko mbele yako tukiweza kushauriwa na wewe Bwana. Zaidi ya yote neno hili alingetokea katikati ya watumishi wako kujinyima, bali sisi sote Bwana Yesu tupendane, tuwe na roho inayokuelekea wewe, roho iliyo wazi, yenye upendo, yenye kulijenga kanisa lako na kulisafisha zawadizi wewe mwenyewe uliliacha Bwana wetu na kisi unalitakia. Asante kwa kuwa uko katikati ya mkutano na tuendelea kushika yote ambayo tunashauriwa kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kanisa kwa siku za leo upungikiwa vifungo na maombi. Leo kanisa limekwisha kupungukiwa vifungo na maombi, na watu wanawazia kama mimi kama siende kuomba muli kanisa itakufa lote. Lakini napenda nikwambie ya kuwa ingawaje unakataa kufungia katika vifungo, unakataa katika kuomba Mungu, ujue kama wewe unajangamiza mwenyewe. Lakini kuna wale ambao wanafunga na kuna wale ambao wanaomba Mungu. Ndio kama mawazo yako ni mabaya, ni wewe ndio utaangamia, lakini kanisa itaendelea kusonga mbele. Tutasoma katika kitabu Matendo ya Mitume
pale tulisoma pale, soma tena pale ndugu. Acte 13:3. Matendo ya Mitume sura yake 13 mstari wake wa 2. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Amen. Amen. Hii ni shauri kwetu kwa siku za leo. Kanisa kwa siku za leo utakuta watumishi, mimi siweze kufunga niko na stoma. Mimi siweze kufunga niko na ugonjwa fulani. Lakini nakwambia ya kuwa ingawaje mambo kama haya inaweza kuwa ndani ya kanisa, ni wewe unaendelea kujirudisha nyuma. Lakini kuna kwa wale ambao wanajitaabisha na kufunga, wanajitaabisha kuomba usiku na mchana, na wanaendelea kusogelea mbele. Wewe unawazia kama kanisa litarudi nyuma, kanisa litakufa, lakini litaendelea kusonga mbele. Mungu anatuambia ya kuwa tujikaze kufunga na kuomba. Hatutashinda vita ya shetani bila kufunga na kuomba. Hatutapata nguvu za kiroho bila kufunga na kuomba. Silaha tunayo ambapo Yesu ametuachia ni kuomba kila leo katika maisha yetu, ni kuingia katika vifungo. Wanafunzi wa Yesu Kristo, Yesu aliwapatia mamlaka. Mkiamini tu, kila kitu mtaomba, mtakipewa. Lakini siku moja walikutana na pepo wa bubu, ambapo waliomba ikashindikana. Ilibidi Yesu mwenyewe afike na kunyosha mkono wake. Hata binti alikuwa na pepo wa bubu, akaanguka chini na kwa mwisho akapona. Neno napenda nikwambia kwa wanafunzi wakamwendea Yesu, wakasema, mwalimu, hii pepo sisi litusumbua, lakini wanafika tu mara moja na inatini inatoka. Sasa sisi tunaonekana kama hatuna mamlaka, hatuna uwezo, hatuna nguvu. Lakini Yesu aliambia wanafunzi ya kuwa unakuwa jambo lingine haliwezekana bila kufunga na kuomba. Maombi ya vifungo na kwa maombi hapo inakuwa na nguvu sana. Inatusaidia kupiga vita vizuri hata tupate ushindi. Mkristo nakwambia ya kuwa mchungaji kwa siku la leo, kanisa linahitajika sisi watumishi wa Mungu. Kusudi nguvu za Mungu zitawale ndani ya kanisa la Mungu, inabidi kwanza sisi watumishi tuwashe moto ndani ya kanisa. Nguvu ya kanisa inaanzia kwa madhabahu na kushuka ndani ya mkutano. Leo kanisa linadharaulika juu ya nini? Ndicho watumishi wanakuwa dhaifu. Na nione kwetu sisi watumishi, kanisa za siku za leo zinaendelea kuharibika, ndicho watumishi. Baraka zote zinatokea madhabahu na kushuka ndani ya mkutano. Lakini nakwambia kwa siku ya leo, udhaifu yako wewe mzee wa kanisa, wewe mchungaji, wewe onyo kwako kwa siku za leo. Onyo kwako siku za leo, kanisa turudilie. Biblia inasema kama kanisa irudie kumisingi ya manabii. Manabii walikesha usiku na mchana kumulilia Kristo na walipata nguvu speciali. Lakini leo sisi utakuta watumishi wanaleta pepo pale, anashindwa kutosha pepo. Juu ya nini? Ndani yake mko tundu. Tulipewa siku moja devoir kwa masomo ya kutafuta makanisa zenye kwa mdunia, zile makanisa ambapo zenye aziko za Kristo. Tulifungula ordinateur kwenda kuona 80% ya wapasteri Congolais ni ba Freemason. Bwana sifiwe. Amen. Wapasteri wote wa dunia mzima 80%. Wewe kwa siku ya leo jisitiwe mwene 80 baki 20% tu ndio inatumikia Mungu kwa kweli. Wewe ambapo nakuwa mchungaji, ambapo leo wengi wanajifiltre ndani ya makanisa kusema ni wachungaji, lakini ndani maneno wanaoyatenda, mambo wanaoyafanya hayastahili. Tuko tunasikia kwa radio, utasikia unaita mtu anahubiri, unamuita anaanza kutabiria. Wewe Mkristo ambapo anangojea kutabiriwa ungali mchanga, tutakao kiomba kwake atatupatia, lakini unategemea wakutabirie. Ile naacha siku za leo kanisa inaendelea kurudi nyuma.
Unaaminia imani ya mwenzako pale kujiaminia na wewe. Na japokuwa tunatumikia ule Kristo mmoja tu. Tunatumikia Kristo mmoja tu. Na dawa zake hata pendana na wewe. Kesho atakufukuza. Ingawaje anaweza kukufukuza lakini simama kwa msingi. Juu para pande kilia pale utanyakuliwa, naye anawacha kwa rukuni ya jana. Tujikaze sana wandugu. Tujikaze sana. Ingawaje kanisa inaweza kupungukiwa na vifungo na maombi, lakini ninashukuru Mungu kwa maana uko Mungu. Ninapotuletea neno kama hili, inatusaidia kwa safari ya kwenda mbinguni. Asante Bwana wa salama na Mungu wa kweli. Kwa neema na upendo wako Mungu tuzidishie uwezo na mamlaka. Amen. Napatia dua ya kumishenena. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, tunakushukuru kwa yote ambao uliandaa kwetu. Na sasa tumepokea na sasa mkono wako utakuwa juu ya kila mmoja kuweza kukamilika katika mambo kama yale tunayohubiriwa kwa saa hii ya mchana wa kati ya leo. Tunakuomba na tunaamini kwamba utayakamiliza katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.